Mambo vipi mtazamaji wa Mtanange TV? Karibu tuizungumzie michezo. Kubwa zaidi, kuna mengi sana yametokea hapo jana, mchezo wa Yanga pamoja na Tabora United, bila kusahau ule mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry huko Misri. Lakini kubwa zaidi, tuko hapa na mchambuzi wa kimichezo Justin Kesi. Ikiwa tunaelekea hii michezo, tulizungumza naye mengi sana na sasa hivi tuko hapa kupata tathmini yake kwa yale ambayo yamejitokeza. Justin Kesi, habari za saizi? Bana, mshukuru Mwenyezi Mungu, uko poa? Lakini niko vizuri, sijui. Salama kabisa Kesi. Kwanza nafurahi kuona afya ya wanamichezo, hususan wanahabari, tukiwa tumekutanika kama hivi, tunazungumzia michezo, tunazungumzia football. Hii ni heri kwetu. Tumeshereheka Idi na sasa tunakaribia kushereheka Pasaka, ni Kwaresma hii, lakini soka likiwa linaendelea. Nadhani kiu kubwa ni mchezo pale Al Hassan Mwinyi Tabora, ndo wa kwanza, si ndio? Yes, wa kwanza, lakini kuhusu hilo mimi ninachotaka kufahamu kwanza, kabla ya mchezo kuna mengi sana yamejitokeza, masuala yanahusisha maafisa habari, lakini pia na mkuu wa mkoa wa Tabora mwenyewe, kitu ambacho mpaka leo tumepata taarifa ya afisa habari wa Yanga Ali Shabani Kamwe kwamba hapo jana usiku amelala sehemu salama kama ambavyo wewe umeweza kuzungumza. Kwa hiyo tunazungumzia kwanza hapo kilichojitokeza. Amezungumza mengi mkuu wa mkoa, ikiwemo wakishtumu masuala ya rushwa, wakipokea message kutoka kwa wachezaji wao. Yote hayo yamezungumzwa, lakini pia kauli za Ali Shabani Kamwe hadi kufikia hili ambalo limefikia. Tupe kwanza tathmini yako kuhusiana hili. Naogopa kuhukumu, lakini naomba niongelee uhalisia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Chacha wa Tabora kanda ya Ziwa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Tabora. Ana mamlaka yote ya kiusalama, si ndivyo? Yes. Mchezo wa jana, kwa kupitia yeye, kwa kauli zake kwenye vyombo fulani vya habari, kulionekana kuna viashiria vya rushwa, si ndio? Yes. Kwa nini mchezo uliendelea? Mbona kuchukua mamlaka sasa ili tuone kwamba zile initiative kama kiongozi wa kiserikali za kiusalama zimechukuliwa? Hii kwangu sikuelewa kwanza. Kwa nini mchezo uliendelea? Kama mchezo tayari ulishakuwa na viashiria vya nini? Vya rushwa, na alithibitisha kwamba kipa wao amepigiwa simu 123 na sauti zikawa zinatembea mtandaoni. Kama kweli alithibitisha. Likaja kauli zikaendelea jana mapema, si ndio? Alikamwe akajibu. Kwa hiyo mimi binafsi, mwanadamu yoyote ni mtu wa kuhisi na kudadisi. Kwake inawezekana alihisi kabisa wazi kwamba kumbe basi ni jambo la kiutani na kiushabiki wa mpira wa miguu. Kwa Alikamwe, kwa sababu ndio mwenye mamlaka ya kitengo cha habari klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika, akajibu kishabiki. Kwake ikamtosha kuona kwamba amejibu kwa kiongozi wa mpira na sio tena mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na nini na usalama. Mechi ikachezwa, tukaona vicheko baada ya mchezo, wamekula hug na nini, picha zikatembea. Usiku tena tunaambiwa sijui hotelini wapi wamemdaka Alikamwe. Yes, mimi nimesema amelala sehemu salama zaidi. Ni kweli, kwa sababu pale tunaitwaga usalama, si ndio? Lakini sio kibali cha kuruhusu, cha kuruhusu mpira wa miguu tukaochanganya na mambo ya kiserikali. Na sio vizuri mpira wa miguu kachanganywa na viongozi wa kisiasa. Ukijiona kiongozi wa kisiasa umekuja kwenye mpira wa miguu, baki kwenye mpira wa miguu kama mdau wa mpira wa miguu. Ukisema mdau ni kiwanda kikubwa sana. Hapa kuna mwekezaji, yani mfadhili, si ndivyo? Hapa kuna mwanahabari, mchambuzi humo ndani akiwemo, si ndio? Humo ndani kuna mshabiki, si ndio? Kuna kiongozi wa mpira na mashirikisho. Hawa ni wadau wa mpira wa miguu. Sasa ukishakuja humu, usianze tena kusema Justin Kesi, nimekutania wewe ni mchambuzi uchwara, si ndio? Au uchambuzi ukoko, alafu mimi nikakwambia wewe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa bora. Hapana. Nitasema wewe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa wa ajabu duniani usiyefaa. Kwa sababu hapa tunataniana mpira. Yes. Sitakasirika. Hapa naeleweka vizuri? Kwa tuweze kutenga mipaka. Nimekuwa nalizungumzia hili mara kwa mara. Tutengeneze mipaka. Hapa naomba kupitia Mtanange na Deka Media, tutengeneze mipaka. Katika hii mipaka tujue huyu ni shabiki, huyu mwanachama. Unajua mwanachama na shabiki ni watu wawili tofauti. Yes.
Mshabiki haruhusiwi kudai, anaanikiza. Mwanachama ana haki ya kudai kwa sababu analipa kadi, anafanya hivi, anashiriki moja kwa moja. Lakini kuna kiongozi wa klabu, kuna kiongozi wa chama wa mchezo husika, kuna kiongozi wa shirikisho, kuna bodi ya ligi, kuna wawekezaji, kuna mchezaji, kuna kocha, kuna meneja wa klabu. Kuwe na mipaka. Ukishakuja huku tuwe wote, tule biriani yetu, tubeue, tunywe maji, kila mtu aende na safari yake. Lakini mkianza sasa huku mnaleta huku, kidogo kutakuwa na double standards ambazo hazina mwelekeo mzuri. Kwa nini nasema hivi? Christina Mwagala huwa anakujaga Dar es Salaam na anaongeaga shombo kuhusu wao Yanga na Simba. Yes. Chalamila afanye nini kwa Mwagala? Si hapa KMC hapa alisema aolewe hapa. Ilikuwa na Hussein Masanza ile. Yes. Alimuoa. Twende kwenye sheria. Kauli naumba, klipu zipo, ushahidi wa mtandao unatumika. Vipi mumewe pale Mwagala? Si mama Elvin yule? Si ndio mama Elvin? Vipi pale baba Elvin? Kwa Masanza mzigo wake Mwagala. So haya yote lugha za kimpira tunazijua. Mimi nawaitaga watu mashabiki maandazi. Na wao wananiambia wewe mchambuzi uchwara. Ushaona nimemprovoke mtu? Ushaona nimeenda kumshtaki mtu? Tunacheka, tunafurahi, yamepita. Kuna magumu sana huku kwenye mpira. Ngozi yako kama ni laini, iache mpira wa miguu. Katafute ngozi ya chatu. Ni hayo tu kwa hayo. Hii jambo halijaanza leo. Tukumbuke kwa upande wa Simba walipoenda Mwanza wakazungumza waenda kufanya mazoezi na mkuu wa mkoa wa Mwanza akaleta tafrani. Hii inaonekana kama wakuu wa mikoa sasa hivi ambako kuna timu zinapatikana za ligi kuu soka Tanzania bara, kuna mambo ambayo wanayafanya kinyume na mpira wenyewe unavyotaka. Big time. Big time. Yaani wanatukosea sana. Sisi tunataka tuone hii burudani ya kutaniana. Kama vile tulivyoona jukwani wamekumbatiana, wamecheka. Tuliona taswira nzuri namna hii. Mpaka nikamkumbuka rafiki yangu Edgar Kibwana. Usiamini vicheko. Jamaa kacheka pale. Na picha kaziposti RPC Ndwandwala Njui kawekwa ndani Alikamwe. Yes. Kisheria ni kiongozi mkuu wa kimkoa. Na narudia tena, mkoa mkubwa sana ule Tanzania nzima, ardhi yake ndio kubwa kuliko mkoa wote Tanzania. Ardhi yake na square mita za mraba 76,151. Ardhi yote iko Tabora. Umeelewa vizuri Kwa hiyo lazima tuiheshimu ule mkoa. Lakini tujue huku ni michezo. So RPC katekeza wajibu wake, lazima mfanyie mahojiano Alikamwe. Atataka kujua, kuainisha maneno leo yatamka ni majibu ya kimichezo au ni dhihaka dhidi ya kiongozi wa mkubwa wa kiserikali, kwa sababu yule ni mwakilishi wa rais kwa mkoa wa Tabora. We good? Yes. Yeah. Tuzungumzie hili pia. Kumekuwa kuna mazungumzo kwamba maafisa habari wa sasa hivi wanavuka sana mipaka yao. Hili lilotokea kwa Alikamwe, kuna namna amevuka mipaka au nini hasa wanatakiwa kujipanga sasa hivi maafisa habari kwenye namna ya kuzungumza hii michezo? Asante sana Mtanange na Deka, ngoja nizishike hivi. Mimi Justin Kesi hapa, mchambuzi, si ndio? Bana, mashabiki wa Simba wote wehu, mashabiki wa Yanga wote wehu, afu nasema mchambuzi. Mshabiki akaenda akinitukania pale mama yangu, nimemkosea, amenikosea? Nimevuka mipaka. Nimetoka kwenye misingi yangu ya kichambuzi, nimeenda kwenye misingi ya kishabiki. Kwa naye atakuja kwangu kwenye ushabiki. Umeelewa? Yes. Lakini nisipovuka mipaka yangu, nikabaki na taaluma yangu ya habari, nikachambua, nikabaki kwenye misingi, mshabiki akivuka huku kanikosea heshima. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitoa utaratibu wa mkoa wake kiusalama au aliongelea Tabora United na Yanga? Alizungumzia Tabora United na Yanga. Afisa habari wa klabu ya Yanga ni nani? Alishabani Kamwe. What goes around comes around. Ukigusa ugali watu wanatafuta mboga yako. Ule ugali wa Alikamwe jamani. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa atafuta mtu wa kusemelezea hiyo timu. Ndio maana Mwigulu Nchemba hajawahi kutoka kuongelea Singida Black Stars. Nani amewahi msikia hapa? Amewahi kuwa CEO au mwenyekiti? Hapana, Mwigulu amebaki na fedha na iramba. Kule anaenda mwenyewe kama mbunge, huko anaenda kama waziri. Huko amewaweka watu ma CEOs na nani waongee huko. Umeelewa Yes. Yaani Tabora watafute mtu, tunapenda hicho anachokifanya wakuu wa mikoa wote wanavyoanikiza namna hii. Umeelewa Inatakiwa ili tuwe na nguvu timu zetu huko mikoani. Hata Kilimanjaro pia, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, naomba ushirika ya Moshi nawe iinuke, tuisupport timu yetu. Umeelewa Tupo, sisi tunaweza kuongea.
lakini tubaki na misingi. Kama wewe umekaa kwenye mkoa, kaa kwenye mkoa. Acha michezo ibaki na michezo. Hii ni rai kwa kiongozi yoyote, tunataka mje wengi kwa sababu ili watu wasiprovoke dhidi yenu. Hamna kipimo cha utani. Mimi ukinitania hapa, nimeacha kipara changu sijanyoa leo vizuri na shevu, utaniambia mimi nikutania kofia? Hapana, nitaangalia pungufu lako, nitakutandika tu. I don't care how you feel. Umeelewa vizuri eh? Yes. Tuzizungumzie dakika 90 za mchezo mara baada ya mengi kuweza kujitokeza. Young Africans yakaondoka na ushindi wa mabao 3-0, alama 3 zikienda kwa Kilicha, kwamba mchezo wa awali wa kwanza kabisa Tabora waliondoka na ushindi wa mabao 3-1, na hiyo ilikuwa inawapa kama nguvu kwamba wanawaweza sana Young Africans, kwa mujibu wa afisa habari wa Tabora United Christina Mwagala, akiweka wazi kwamba wanaenda kufanya kama kile kitu ambacho walienda kukifanya. Tumeshuhudia Young Africans akicheza mpira safi, lakini magoli pia yakipatikana safi. Tathmini yako kwa huu mchezo? Yanga bado ni timu bora Tanzania, bingwa mtetezi mara 3 mfululizo. Flow yao inaendelea kuanikiza kwamba ni klabu ambayo imeundwa kiushindani. Of course kuna wachezaji walipungua, tuliamini kuna balance itakosekana. Aucho, Azizi Ki wamekuwa week in week out mwaka wa 3 mfululizo, wanafanya vizuri. Eneo la ushambuliaji Azizi, lakini eneo la kati zima limekuwa likibebwa hapa na Lidi Aucho, si ndio? Na akiwa kikosekana timu inayumba. Lakini Hamdi kuna kitu unaonekana ameimplement kwamba kumbe hata asipokuwepo Lidi Aucho timu inaweza ikaflow vizuri. Na nimependa jana alivyochezesha striker wawili 4-4-2 jana. Yanga kwa mara ya kwanza nimeona 4-4-2 muda mrefu sana. Sijaona hivyo ma striker wawili juu. Nimeona inatija, na umeona mtu kama Max anatolewa roho na muuma. Anatamani kubaki. Kwa hiyo jinsi gani unaona wana hatari sana. Hayupo Chama, si ndio? Yes. Hayupo Azizi Ki. Hayupo Alidi Aucho. Hayupo Yao Kwasi Atoula, moja kati ya beki bora kabisa msimu uliopita, full beki namba 2. Wow. Yanga walikuwa na form nzuri, walistahili kushinda. Yes, magoli zaidi ya 3 yalitakiwa, moja likataliwa la Mzize, lile lingine na mashaka nalo, lakini la Mzize was a clear goal, lile jiwe alopiga lile. Yeah, kwangu mimi walistahili ushindi, ni timu bora, lazima ipate ushindi. Ndio maana naongoza ligi, bingwa mara 3 mfululizo. Wapi ambapo Tabora United jana walishindwa, walifeli katika ardhi yao ya nyumbani, ya mpinzani ambaye wakiwa ugenini wao walifanikiwa kuondoka na alama 3. Msimu ujao nitakuwa najibu hilo kwa sababu naona ni timu ambayo iko kwenye progress, lakini msimu huu bado kwa Yanga. Yaani ukihoji hivyo inabidi tuanze kuwahoji wale kina Rivers United kule. Tuwaulize hao kina Al Hilal Omdurman wale, kina Mazembe. Sasa Tabora anaweza kucheza na Mazembe? Yanga kubwa. Simba kafa mara 4 mfululizo. Tuanze na Simba kwanza. Hii kubwa, Yanga ni kubwa. Umeelewa? Yaani kuna muda tunaogopa kuongea ukweli kwa sababu tunawakera wengine. Lakini uhalisia unaonyesha Yanga ni kubwa. Yaani Yanga inacheza, inataka inavyotaka. Inakupa matokeo yoyote yale. Umeelewa? Kwa hali ya tension iliyokuepo hii, tuliamini jana mchezo ungekuwa mgumu sana kwao. Yes. Lakini umeflow, na umerelax. Una Aucho, una Azizi Ki, lakini umeflow, yani wachezaji wana kiu. Mchezaji tu mwenyewe ana kitu kikubwa kuliko kabla ya club. Umeelewa vizuri eh? Kwa walistahili kwa kweli, wazuri Yanga. Clement Mzize anaendelea kuonyesha kile kitu ambacho kimewafanya Young Africans waendelee kumbakisha pale licha ya kwamba walipata offer kadha wa kadha. Na nadhani sidhani kama hizo offers zitakataliwa moja kwa moja. Itafika kipindi wataangalia na maslahi pia, lakini na ukuaji wa mchezaji. Sababu lazima mchezaji akapata exposure. So Mzize anaendelea kugrow, watu wale wataendelea kunyamaza. Nadhani hivi siku hizi Dube, maswali ya Dube hamna siku hizi. Dube niliwaambiaga class mkanitukana mpaka mama yangu. Vipi Dube? Hatumjadili Dube. Dube lini? Umeniwahi, yani umeniwahi hapo. Tumjadili ni Dube. Umalizie kwanza na Mzize, yes. Mzize anaendelea kuimarika. Ni mchezaji ambaye ni potential, taifa hili litajivunia sana. Ana miaka yake 8 hadi 9 huko kujisaidia taifa hili. Cha msingi ni kujitunza, awe na consistency, nidhamu ya hali ya juu mazoezini. Klabu yote atakayoenda ajue anapokea kwanza. Yaani unachoenda nacho pale, pokea unachoongezewa. Kwa hiyo utakuwa na faida mara 2, si ndio? Kwake namuona mbali sana, sana. Na Yanga hawatamzuia zaidi ya miaka 2 kama atakuwa na fomu hii. Itabidi kipindi wapokee hizo bilioni 2 au 2.5 ili aweze kuondoka of course. Umeniwahi kuhusiana na Prince Dube, nilikuwa nataka kuja kuzungumza. Mmoja kati ya watu ambao walisimama naye kipindi ambapo watu wengi waliamini kwamba Dube ni mtu ambaye amefeli Young Africans ni wewe. Nilizungumza na wewe na ukamuelezea Dube kwa upana zaidi. Sio mimi, hata za kazi mpaka mwanae anaitwa Dube huko. Sawa, mimi nakuja kwa upande wako kwanza. Tuambie kitu gani hasa kinaendelea kujengeka kwa Prince Mpumelelo Dube hadi hivi sasa? Aliingia pia kambani hapo jana. Safari
ilikuwa rahisi sana kuielezea kama vichwa vyetu vingeamua kukubali kutokukubaliana. Prince Dube ameingia Yanga, amekuta michuano ya ngao ya jamii. Kabla ya kutoka kule Afrika Kusini, Yanga ilibeba tuzo. Tunakumbuka ile pre-season. Dube aliperform au kuperform? Aliperform. Sawa Wakaja hapa wakacheza ngao ya jamii. Dube ametoa assist dhidi ya Simba nusu finali, akafunga goli Max Nzengeli. Mechi ya pili finali, comeback na Azam, goli la kwanza akafunga yeye. We good. Kwa hiyo hakuwa kwamba amefeli, ila Yanga ilipitia kipindi kigumu kutoka Septemba mpaka Novemba. Walikuwa wanashinda kwa tabu sana. Flow yao ile tulikuwa tuioni. Unapigwa chuma 3 na Tabora United, unapigwa chuma 2 na Al Hilal Omdurman, unakuja unapokea chuma 1 na Azam FC, benchi la ufundi linavunjika, timu haijaunganika. Alidi Aucho ametoka kwenye majeraha na Uganda, hayupo Mzize yuko na majeraha, Max Nzengeli majeraha, hayupo Yao Kwasi Atoula, mlisahau yote ya Diara alikuwa majeraha. Hii timu ilipitia vitu vingi. Baada ya kuja Ramovic, Yanga mchezo wa kwanza wamepoteza wa klabu bingwa, wakaenda away na Mazembe. Nani aliyefunga goli la kuwarejesha Yanga kuwapa matumaini klabu bingwa? Baada ya hapo, most contribution player kwenye ligi. You guys, mtakuwa muelewe tofauti ya class na form. Form is temporary, class is permanent, and that's why you guys are here. Kwa nini mjaenda kwa mtu mwingine? Kwa sababu naamini kuna kitu enda kuchukua pale. Class inaishi, form inaweza ikateremka ikapanda. Yule pale Fabrice Luamba Ngoma, nobody mdau wa soka aliamini Ngoma msimu huu Simba angecheza kosi cha kwanza. Alimaliza msimu vibaya na aliuanza vibaya, and now class yake imerejea. Kuna mtu anatamani Ngoma awekwe nje. Mavambo yuko wapi? You guys, tusiambie kwenye miemko Okajefa Mavambo guys. Mimi nilikuwa nataka kesi tuzungumzie kitu kimoja. Michezo 7 takriban ya mwanzo, Prince Mpumelelo Dube hakufanikiwa kufunga goli hata moja. Kwa sasa hivi kwa namna ambavyo unavyomuona, kuna kitu gani ambacho kinaongezeka kipindi anaingia ndani ya Young Africans na kwa sasa hivi anavyo maintain consistency yake? Yanga imerudi kwenye ubora wake. Yanga walihitaji striker bora kama Dube. Ndio striker ambaye bei yake iliwekwa wazi Tanzania tangu imeumbwa. Milioni 600. Azam waliweka milioni 600 na ngapi mtu anayemtaka, si ndio? Yanga wameterminate mkataba, maana yake ile ilienda kwa Azam. Je, Dube alipewa shilingi ngapi? You see? Maana yake ni striker mwenye thamani Tanzania, almost $1 billion. Na mshahara wake sio chini ya milioni 25, dola 12,000. Huyu ni striker mwenye thamani nchini. Zimbabwe anacheza. Contribution yake, kuna striker ulimwenguni ana assist za Dube. Striker namba 9. Achana na kina Mbappe hao viungo washambuliaji. Kina Salah ni kiungo mshambuliaji. Striker mwenye assist za Dube ulimwenguni. Njoo hapa, andika hapo kwenye mtanange chini, nitashukuru. Kwanza nitag. Unajua tuongelee mpira wa miguu. Yule ni hatari. Na ataendelea kuimarika kwa sababu Yanga inaendelea kufanyaje? Kuimarika. Yes, walikuwa wanakosa clean sheet and now they do have clean sheets. Tulifunge hili kabla yake ile dhidi ya Mzize ile. Silikuwa assist nyingine ile. Yule mtu yule nyinyi yule. Afu anacheka tu rafiki yangu. Kesi nataka tulimalize hili kwa upande wa Young Africans. Goli ambalo amelifunga Israel Patrick Mwenda. Kwa namna ambavyo unaiona, free kick ambayo anaipiga ni free kick ya viwango vya juu vya aina gani hasa, na ni mchezaji mwenye skills ya namna gani? Kwa maana kwa wengine wangetaka kuanza namna moja ama nyingine kwenye lile shambulizi, lakini aliamua kupiga free kick ya direct na kuingia nyavuni. Tena imebinda hivi. Kwanza tukubaliane, ni school ball, modern fullback, ni wingback wa kisasa, anacheza kushoto na kulia, ana uwezo kushambulia mitungi ya kufa mtu. Eneo ambalo atahitajika akabe atakaba. Yuko yeye, Kibwana Shomari, Dickson Job. Height alionayo Dickson Job na anavocheza kila siku tunaongea hapa, lakini amefundishwa, ni misingi. Ni darasa ambalo silipita siyo mwaka gani hapa nyuma tulinufaika wa Tanzania. Hiyo class hiyo tunayo sana hiyo, na tutanufaika nao sana wale vijana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwawekea wepesi. Nadhani yupo Sopu kule, si ndio? Yupo Azam wote hatari yule. Nakumbuka ile comeback na Simba ile aliingia Sopu na mmoja aliingia Azam. Mechi ya Azam waliingia wachezaji wawili na yule Zidane. Wakaanza kukimbia. Kwa hiyo Saaduni akimbii. Simba walikuwa wanacheza na watu ambao hawakimbii.
lakini walivyoingia wale wakawa wanawahamisha mabeki wale. Itokea gole kutokea. Yes, ikawa rahisi kwa viungo washambuliaji kutengeneza kuketi nafasi. Na tumeona Faisal Salum. Kwa wale ni schoolball, wale ni modern footballers wale. Ataendelea kunufaika na Yanga of course iko kwenye fomu hii, what next? Kwa kusema hivyo unamuona Israel Patrick Mwenda tukaenda kupata namba 2 sahihi ya mrithi wa Shomari Kapombe. Ndio maana Simba walikuwa naye, sio mimi. Yaani yule alikuwa Simba na ndio alikuwa lengo lao hilo. Yaani unajua tuhukumu kwa numbers. Numbers don't lie. Ametoka wapi? Simba alihitaji muda, ahadi yao avumilie mwaka mmoja, baada ya miezi 18 aanze kutumika. Lakini kukatokea kunaonekana mambo ya Kiswahili sio yanarogana na nini, vitu ambavyo mimi siwezi ingilia. Lakini naiona potential yake. That's why Simba walikuwa naye. Ile ni potential ya taifa bro. Yani ile Lulu tumshukuru Mwenyezi Mungu, na ana maswali mengi anamuuliza Yao Kwasi Atola kwa sababu Hamdi hajamshuhudia Yao Kwasi Atola. Klasi ya Yao Kwasi Atola ni kubwa, no doubt, namba zake hazidanganyi, lakini maswali yanayo ya kumjibu. Upande wa Kibwana Shomari wakati una Kibabage bado unamsahau pia. Last season ana assist 4, Lomalisa assist 4. Hii Yanga Afrika. Alafu Yao Kwasi Atola alikuwa na assist 8 kama nakosea 7. Hao ni modern wing backs. Ndio hao tunaoona ulimwenguni huko, kina Reece James, kina Trent Arnold, ndio fullback wa kisasa, ndio wameundwa hivyo, na mwanzo wake ulianza kwa kina Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala. Tunahangaika muda mrefu sana kutafuta badala wake. Yes. Tulimalize hilo, tuamie kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Moja ya kitu ambacho tulizungumza nawe kuelekea huu mchezo, ulisema kwamba kitu ambacho naomba mkate 5 minutes. Yes.